بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo kurasa nambari 87 tukiingia katika kumsoma dhanantu na ndugu zake. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa amma dhanantu wa akhawatuha, ama dhanantu na ndugu zake, fa innaha, hakika wao, tanswibul mubtada wal khabara, wana mnasibisha mubtada na khabari, ala annahuma, vikiwa viwili hivyo, maf'ulani laha, ni maf'uli wa dhanantu na ndugu zake. Ala annahuma, vikiwa viwili hivyo. Viwili gani? Mubtada na khabari, maf'ulani laha, ni maf'uli wa dhanantu na ndugu zake. Tamam, hakadha. Sheikh akaingia katika kuwataja mmoja baada ya mwingine, akasema wahia, na huyo dhanantu na ndugu zake. Dhanantu wa kwanza ni dhanantu nahu, mfano wa kusema dhanantu zaidan qaiman, nilizania zaidi ni mwenye kusimama. Utaona zaidan amenasibishwa na qaiman pia amenasibishwa. Tamam. Asili yake ilikuwa vipi? Asili yake ilikuwa ni zaidun qaimun, zaidi ni mwenye kusimama, lakini baada ya kuingia dhanantu mambo yakabadilika. Tamam. Wa i'rabu, na i'rabu yake dhanantu fi'lun wa fa'ilun, ameileta kwa ufupi kwa sababu wanatambua kwamba tayari utakuwa umeshaifahamu kwa upana wake. Tamam, hakadha. Kwa dhanantu fi'lun wa fa'ilun, wa zaidan maf'ulun awwalun mansubun bil fathati adh-dhahira. Zaidan hapa maf'ulun awwalun, ni maf'uli wa kwanza, mansubun, aliyenasibishwa bil fathati adh-dhahira, kwa fatha ya wazi ambayo inaonekana hapo. Wa qaiman, na qaiman maf'ulun thanin, ni maf'uli wa pili, mansubun, aliyenasibishwa bil fathati adh-dhahira, kwa fatha ya wazi ambayo nayo pia inaonekana hapo. Sheikh akaendelea kuwataja akasema, wa hasibtu, na hasibtu. Hasibtu maana yake nimedhania. Wa khiltu, na khiltu. Khiltu maana yake pia nimedhania. Zaamtu, zaamtu pia ina maana ya kudhania. Wa raaitu, nimeona. Wa alimtu, nimetambua. Wa wajadtu, nimekuta. Tamam. Mfano wake wajadtu zaidan naiman, wajadtu zaidan naiman, nimemkuta zaidi ni mwenye kulala. Tamam, hakadha. Wattakhadhtu, ittakhadhtu maana yake nimekifanya kitu fulani kuwa kitu fulani. Tamam. Mfano wake imekuja kwa sigha ya ghaib ndani ya Qur'ani kwenye aya ya 125 iliyopo katika suratu Nisa. Mwishoni mwa aya Allah anasemaje? Wattakhadha Allahu Ibrahima khalilan. Hapa imekuja kwa sigha ya ghaib, sio sigha ya mutakallim. Akhadhtu, yani ittakhadhtu. Tamam. Ittakhadhtu ni sigha ya mutakallim, mwenye kuzungumza, lakini imekuja kwa sigha ya ghaib na ikafanya kazi ile ile. Tamam. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, na Allah amemfanya Nabi Ibrahim kuwa ni mwandani wake, kipenzi chake. Tamam, hakadha. Kwa ittakhadhtu ina maana nimefanya kitu fulani kuwa kitu fulani. Tamam, hakadha. Waja'altu, kwa maana nimekijalia kitu fulani kuwa kitu fulani. Tamam, mfano wake ja'altu zaidan qa'ima, nimemfanya zaidi awe ni mwenye kusimama. Mwanzo hakuwa ni mwenye kusimama, lakini mimi nikamfanya sasa awe ni mwenye kusimama. Tamam, hakadha. Wa sami'tu, na sami'tu. Sami'tu, nimesikia. Tamam, hakadha. Taqulu, mutasema dhanantu zaidan muntaliqan, dhanantu zaidan muntaliqan. Huu ni mfano ulio katika matnu al-Ajurumiyya. Tamam. Nasema taqulu, utasema dhanantu zaidan muntaliqan, nimezania zaidi ni mwenye kuondoka, lakini kumbe bado yupo. Tamam. Kwa dhanantu zaidan muntaliqan, nimezania zaidi ni mwenye kuondoka. Wa i'rabuhu kama taqaddama, na i'rabu
ya mfano huu wa dhanantu zaidan muntalikan kama taqaddama, ni kama ilivyotangulia kule juu. Tamam, ni ile ile tu. Akaendelea kusema Sheikh, wa khiltu alhilala laihan, wa khiltu, na nimedhania, alhilala, mwezi muandamo, laihan, umedhihiri, kumbe bado haujadhihiri. Kudhihiri kwa maana kuandama. Tamam, kwa wa khiltu alhilala laihan, nilizania kuwa mwezi muandamo umeandama. Tamam, wama ashbaha dhalika, na mifano mingine yenye kufanana na mifano hii. Tamam, maneno haya yapo katika matnul Ajurumiyya. Yani anakusudia anna ma ashbaha almithalaini min baqiyati alamthilati, yani anakusudia anna ma, ya kwamba kile ambacho, yani anakusudia anna ma, ya kwamba kile ambacho ashbaha, kinachofanana almithalaini, na mifano hii miwili iliyotolewa hapa. Mfano gani? Mfano dhanantu zaidan muntaliqan na mfano wa khiltu alhilala laihan, min baqiyati alamthila, katika mifano mingine iliyobakia, yuqasu, kitu hicho kinachukuliwa kiasi, kinapimwa, ala hadhaini almithalaini, katika mifano miwili hii. Kwa maana anakusudia i'rabu yake, kitu hicho ni kama i'rabu ya mifano miwili. Tamam, hakadha nahu, mfano kusema zaamtu bakran sadiqan, nilidhania Bakari kuwa ni rafiki. Wa hasibtu alhabiba qadiman, nilidhania kwamba kipenzi changu ameshafika. Wa raaitu as-sidqa munjiyan, na nimeuona ukweli ni kitu chenye kuokoa. Wa alimtu aljuda mahbuban, nimetambua kwamba aljuda, ukarimu, mahbuban, ni kitendo chenye kupendwa. Ukarimu ni kutoa. Tamam. Wa wajadtu alilma nafi'an, nimeikuta elimu ni yenye kunufaisha. Wattakhadhtu bakran sadiqan, na nimemfanya Bakari kuwa ni rafiki. Waj'altu at-tina ibriqan, na nimeutengeneza udongo ukawa ni birika, kwa maana nimeufanya udongo kuwa ni birika, kwa maana nimeutoa katika hali ya kuwa ni udongo nikatengeneza birika. Sawa sawa. Kwa waj'altu at-tina, na nimeufanya udongo ibrikan, kuwa ni birika, kwa maana nimetengenezea chombo cha maji. Birika ni chombo cha maji ambacho kinatengenezwa kwa udongo. Wa irabu, na irabu yake kama taqaddama, ni kama irabu ya ule mfano uliotangulia kule juu. Wa mithalu sami'a, na mfano wa sami'a, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, ni kusema hivyo, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema. Fasami'tu, basi sami'tu hii fi'lun wa fa'ilun, ni fi'li na fa'ili wake. Wan nabiyya maf'ulun awwalun, wa yaqulu fi'lun mudhari'un, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ila an-nabiy. Tamam. Fa'ili wake ni dhamirun mustatirun fihi, ni dhamiri iliyojificha ndani ya kile kitendo cha yaqul. Jawazan taqdiruhu huwa, inajuzu kumkadiria kwani huwa yaudu, na huyo huwa yaudu ila nabii, anarudi kwa Mtume. Tamam, hakadha. Lakini irabu yake haijaishia hapo. Waljumlatu, waljumlatu, nakusudia nini? Waljumlatu min alfi'li walfa'ili. Tamam. Waljumlatu, na hii sentence ya yaqulu min alfi'li, ambayo inatokana na kitendo, walfa'ili, na fa'ili ambaye ni dhamiru mustatirun fihi, fi mahalli nasbin maf'ulun thani, fi mahalli nasbin, jumla hii ipo katika sehemu ya kunasibishwa maf'ulun thani, naye ndiye maf'ulu athani. Sheikh baada ya kututolea mfano huu akaona atutajie kauli yenye nguvu, kauli yenye nguvu katika mfano kama huu. Kwa nini? Kwa sababu mtunzi wa matnul Ajurumiyya rahimahullahu ta'ala, yeye amefanya hii sami'tu kuwa ni yenye kunasibisha ismu na fi'li kwa pamoja. Tamam. Na hii ni rai ya al-Imam Abu al-Khattab, yeye mwenyewe ni Abdul Humaid ibn Abdul Majid al-Akhfash. Tamam. Kwa maana mtunzi wa matnul Ajurumiyya amefuata rai ya Imam al-Akhfash,
mwanachuoni mkubwa wa lugha, yeye alitoa rai hiyo kwamba sami'a inanasibisha ismu na fi'li yake. Ismu ambayo ni mubtada na fi'li ambayo ni aljumlatu min alfi'li walfa'il fi mahalli raf'in mubtada. Sasa khabaru almubtada. Tamam, hakadha al-Imam al-Akhfash alitoa rai kama hiyo, lakini kauli yenye nguvu kwa wanawazuoni wa lugha ni kwamba hii sami'tu inanasibisha maf'uli mmoja ambaye ni ismu, sawa. Kisha ile jumla inayofuatia inakuwa ni hali, sawa, inakuwa ni hali. Tamam, na wamekadiria kwamba hii ismu ni mudhafun ilayhi ambayo mudhafu wake ameondoshwa, sawa, mudhafu wake ameondoshwa, sawa. Wakaikadiria vipi? Wakaikadiria kwamba sami'tu sauta an-nabii sallallahu alayhi wasallam qailan kadha. Tamam. Kwa hiyo hii an-nabii ni mudhafun ilayhi ambayo mudhafu yake imeondoshwa, ni mudhafun ilayhi ambayo mudhafu yake imeondoshwa. Sasa kwa kuwa mudhafu yake imeondoshwa, ikawekwa hii katika nini? Katika nafasi ya mudhafu, kisha ndiyo ikanasibishwa. Tamam. Kwa sababu lau kama mudhafu wake angewekwa ingekuwa ni majrur, isingekuwa nini? Isingekuwa ni mansub, angenasibishwa ule mudhafu wake, sawa. Kama namna tulivyokadiria hapo nyuma, tumesemaje? Sami'tu sauta an-nabii sallallahu alaihi wasallam qailan kadha. Tamam, hakadha. Kwa hiyo makadirio yake ni hayo. Kwa kuwa sasa mudhafu wake imeondoshwa, huyu mudhafun ilayhi ndo akakaa katika nafasi ya mudhaf, akanasibishwa yeye. Sasa jumla inayokuja baada yake hapo inakuwa nini? Inakuwa ni hali. Inakuwa nini? Inakuwa ni hali, sawa. Na ndio kaida yake na hao iko hivyo, jumla baada ya yani jumla baada ya jina ni maarifa, ahwalu ni hali, sawa. Jumla inayokuja baada ya jina ni maarifa, jumla hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni hali, sawa. Na jumla inayokuja baada ya nakira inakuwa nini? Ni naat, sawa. Kwa hiyo Sheikh anasema warajihu, na kauli yenye nguvu, anna sami'a, kwamba hii sami'a fi nahwi hadha almithali, katika mfano kama huu, fi nahwi hadha almithali, katika mfano kama huu, tataadda li maf'ulin wahidi, sawa, inavuka kwa maana inamnasibisha maf'uli mmoja tu, wal jumlatu allati ba'daha, na sentensi inayokuja baada ya huyo maf'uli mmoja, sasa halun, inakuwa nini? Inakuwa ni hali. Tamam. Kwa makadirio yake ni vipi? Sami'tu sauta an-nabii sallallahu alayhi wasallam qailan kadha, nimesikia sauti ya mtume hali ya kuwa mtume ni mwenye kusema kitu kadha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa ila huna antahi. Al-kamalu lillahi wal-ismatu lil-anbiya wan-naqsu lana, wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal 'afwa minkum.